Presha ilipopanda, serikali ya Samia Suluhu sasa imelazimika kuwajibu Chadema baada ya Chadema kutishia maandamano makubwa Dar es Salaam na nchi nzima kumtetea Tundu Lissu na kumwokoa gerezani kwa madai ya kwamba vyombo vya dola vimeshindwa kumtendea Tundu Lissu haki na vimemweka Tundu Lissu gerezani kwa muda mrefu kupita kiasi sasa bila kumwachilia na bila kesi yake kusikilizwa baada ya kesi hiyo kuahirishwa mara kwa mara. Sasa Jamhuri ya Tanzania imeingilia kati haraka na kutuma ripoti nzito kwa wananchi wa Tanzania kuhusu kufungwa na kuzuiliwa kwa Tundu Lissu. Mtazamaji, kama kawaida yetu, bonyeza alama like kisha subscribe kabla tuendelee. Vile vile niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanipata vizuri ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, basi niambie unanisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Siasa, serikali na vyama vya siasa. Je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Serikali nchini Tanzania ya Rais Samia Suluhu Hassan CCM imejibu kwa mara moja kwa udhabiti vitisho vya maandamano ya nchi nzima yaliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia John Heche kuhusu kuendelea kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wao wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Majibu hayo yanakuja huku kukiwa na mvutano wa kisiasa unaoongezeka, huku wafuasi wa upinzani wakitaka achiliwe huru mara moja. Viongozi wa serikali sasa wametoa ripoti ya kina kwa umma wa Watanzania inayoeleza sababu ambazo zimepelekea wao kumweka kizuizini Tundu Lissu kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Suala hilo limeenea haraka na kuwa mjadala mkubwa wa kitaifa Tanzania. Mitazamo yote miwili ya kisiasa na kisheria sasa imeweza kujadiliwa katika mitandao ya kijamii na wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Hali hii ambayo imeibuliwa sasa inaendelea kuvutia Tanzania nzima. Shinikizo kwa mamlaka pia limeongezeka, ambayo imewalazimu kutuma habari ama ujumbe huu kwa Watanzania. Mamlaka sasa imesema kuwa mchakato huo ni mgumu na unahitaji muda zaidi kukamilisha na unahitaji uchunguzi wa muda mrefu, na ndio maana Tundu Lissu bado yuko katika gereza la Ukonga, na kama uchunguzi haujakamilika bado hakuna venye Tundu Lissu ataweza kuachiliwa huru, kwani hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria. Hayo ni matamshi ya vyombo vya dola na ujumbe wao kwa Watanzania. Wanasisitiza kuwa kucheleweshwa si kwa makusudi bali ni kwa utaratibu, vilevile wakionya watu ambao wanazua taharuki na kusababisha ama kutishia machafuko nchini. Maafisa walisisitiza kwamba uchunguzi lazima uwe wa kina kabla ya hitimisho lolote la kisheria kufanywa, na hivyo kucheleweshwa ni jambo la kawaida. Serikali inashikilia kuwa vitendo vyote viko ndani ya sheria. Maendeleo haya ndio msingi wa msimamo rasmi kulingana nao. Hata hivyo, haijawaridhisha wakosoaji kikamilifu. Vilevile, serikali ya Samia Suluhu pia imesisitiza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata kama yeye ni kiongozi wa chama kipi kile, bila kujali hadhi au nafasi ya kisiasa. Kulingana na serikali, raia wote wako chini ya taratibu za kisheria na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Maafisa hao walikariri kuwa utaratibu unaofaa utafuatwa hadi uchunguzi utakapokamilika, ndipo Tundu Lissu ataachiliwa. Ujumbe huu unalenga kuimarisha imani ya umma kwa taasisi Tanzania. Pia inalenga kupinga madai ya ulengaji wa kisiasa. Serikali pia inaendelea kutetea vitendo vyake vikali. Hata hivyo, mchakato wa kisheria pia unaendelea, huku mamlaka ikionya zaidi dhidi ya kuenea kwa habari potofu na vitisho vya maandamano au machafuko ya kuzua taharuki kwenye mitandao ya kijamii. Wanasema kuwa ripoti za uongo zinaweza kuleta hofu isiyo ya lazima na kutokuwa na utulivu. Ripoti hii inaibuka jana tu baada ya mwanasheria mmoja wa Tundu Antipas Lissu kutoka Marekani, Robert Amsterdam, kudai ya kuwa Tundu Lissu anapitia wakati mgumu gerezani na ameweza kutengwa na hata kuwekewa kamera za CCTV zinazomchunguza masaa 24. Viongozi wa serikali wametoa wito wa kuwepo mawasiliano ya kuwajibika. Kudumisha amani ya taifa bado ni kipaumbele kwao. Walisisitiza kuwa kesi nyeti kama hizi zinapaswa kushughulikiwa kwa uangalifu na taratibu. Onyo hili la vyombo vya dola linaonyesha wasiwasi juu ya majibu ya umma Tanzania. Hali pia inabaki kuwa tete bado. Kwa upande mwingine, wafuasi wa upinzani wameelezea wasiwasi wao mkubwa. Wengi wanaamini kuwa kesi hiyo inaonekana kuwa ya kisiasa badala ya kuwa ya kisheria. Wanahoji kuwa Tundu Lissu ameshikiliwa kwa muda mrefu bila maendeleo ya wazi mahakamani. Wasiwasi huu umechochea wito wa maandamano nchi nzima yaliyotishiwa na John Heche.
Wafuasi wanadai uwazi na uwajibikaji huku wakiunga mkono. Shinikizo ya upinzani sasa linaendelea kukua na kuzua hofu nchini. Mjadala pia unabaki kuwa na mgawanyiko mkubwa. Vile vile mashirika kiraia pia yamejiunga na mjadala huo kuhusu Tundu Antipas Lissu. Wanatoa wito wa haki, uwazi na heshima kwa haki za binadamu. Kulingana na vikundi hivi, imani ya umma inategemea jinsi kesi hizo nyeti zinavyoshughulikiwa. Wanasisitiza haja ya uangalizi wa kujitegemea. Kuhusika kwao kunaongeza safu nyingine kwenye suala hilo. Wito wa uwajibikaji pia unaongezeka. Hali hiyo pia inafuatiliwa kwa karibu. Vyama vya siasa katika wigo mbalimbali pia vimepima uzito vilevile. Baadhi wanaunga mkono mtazamo wa serikali wakitaja umuhimu wa kufuata taratibu za kisheria, huku wengine wanaegemea upande wa upinzani wakiunga tishio la John Heche la kuandamana, pia wakitaka azimio la haraka. Mgawanyiko huu unaonyesha mienendo mipana ya kisiasa nchini. Kesi hiyo imekuwa mada kuu katika mazungumzo ya kitaifa, pia inaendelea kuathiri mazungumzo ya kisiasa nchini. Mazingira pia yanabaki kuwa magumu sasa. Mashirika ya kimataifa pia yamependezwa na hali hiyo. Wanafuatilia kwa karibu maendeleo na kusisitiza viwango vya haki za binadamu. Wengine wameonya kuwa kuzuiliwa kwa muda mrefu kwa Tundu Lissu bila azimio kunaweza kuleta wasiwasi ulimwenguni na hata kuzua maandamano hayo. Kesi hiyo sasa inavutia umakini wa kimataifa. Hii inaongeza shinikizo kwa serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu na CCM. Mtazamo wa kimataifa pia unakuwa sababu. Hata hivyo, suala hili si la ndani tena, sasa limekuwa la kimataifa. Wachambuzi wanadokeza kuwa hali hiyo inaweza kuwa na athari za kisiasa kabla ya chaguzi zijazo mbeleni. Kesi zinazohusisha watu maarufu wa upinzani kama Tundu Lissu mara nyingi hutengeza maoni ya umma makali, wanaweza kuathiri mtazamo wa wananchi na uwiano wa kisiasa. Ushughulikiaji wa kesi hii sasa utatathminiwa kwa karibu, inaweza kuathiri uaminifu kwa taasisi. Vigingi pia vinazidi kuwa juu, mikakati ya kisiasa pia inaweza kubadilika kama matokeo. Wakati huo huo, wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu matukio hayo na pia wanaendelea kujibu ripoti hizi zilizotolewa na vyombo vya dola kuhusu Tundu Lissu na kuzuiliwa kwake. Maslahi ya umma pia yanaendelea kuwa juu ya kadri masasisho yanavyoendelea na kuzidi kuvuma mitandaoni. Wengi wanasubiri kuona kama mchakato huo wa serikali utakuwa uwazi na haki baadaye. Matokeo ya kesi inaweza kuwa na athari ya kudumu, inaweza kuunda hali ya kisiasa na kisheria ya nchi. Vilevile John Heche au Chadema bado hajaweza kujibu kutokana na ripoti hii ya vyombo vya dola. Matarajio kutoka kwa uongozi yanaongezeka. Hali bado haijatatuliwa na serikali inazidi kujaribu kuleta amani kutokana na suala hili la Tundu Lissu na upinzani. Serikali ya Samia Suluhu upande mwingine imesisitiza kujitolea kwake kwa utawala wa sheria. Maafisa wanasisitiza kuwa uchunguzi utakamilika kabla ya hatua zaidi kuchukuliwa. Wanasisitiza kwamba uvumilivu ni muhimu katika hali kama hizi. Hata hivyo, wito wa haraka pia unaendelea kutoka kwa upinzani. Kusawazisha nafasi hizi bado ni changamoto. Swala hilo linaendelea kwa kasi sasa, huku maendeleo zaidi yakitarajiwa kuzuka baadaye. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika video ama taarifa hizi. Kabla tufunge video ama taarifa hii, ningependa kusikia maoni yako kuhusu swala hili lililoibuliwa na serikali au jibu la serikali kuhusiana na kuzuiliwa au kufungwa kwa Tundu Lissu kwa muda mrefu na kuhusiana na madai yanayosambazwa na John Heche na watu wengine wa upinzani. Je, unaunga mkono jibu hili la serikali ya Samia Suluhu au je upo upande wa upinzani wa Tundu Lissu? Na kuachia uwanja wa comment section unijuze maoni yako. Kumbuka ku like video hii na kusubscribe. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.